nimeona kuna umuhimu wa kuiona historia na usul wa kuanzishwa kwa chuo, lakini baada ya hapo tutaona harakati za kueneza dini ya Kiislamu kwa ujumla, athari za ukoloni, juhudi za wanazuoni, halafu kuanzishwa madrasa. Baada ya hapo tutaona mafanikio na changamoto, na baadaye mwisho kabisa ni hitimisho. Na nimefikiria kuyafanya haya ili kuweza kuona kwamba taasisi ya madrasa ilikuwepo na ilikuwa na hali gani, na baadaye ikawa na hali gani, na juhudi hizi ambazo zinafanywa, nini kilichosababisha juhudi hizi inshallah. Historia fupi ya kuanzishwa chuo. Chuo cha ualimu wa madrasa kilianzishwa kama nilivyosema ni mwezi Julai mwaka 2019 katika campus ya Madrasatu Muhammad ambayo iko Kariakoo mbele ya msikiti wa Mtoro. Waasisi au wamiliki wa chuo ni taasisi ya Hayatul Ulama ambayo ndio mwenyeji wa jambo hili. Usuli wa kuanzisha chuo hiki kwamba jitihada na harakati za mashekhi, walimu na wanazuoni mbalimbali za kufundisha elimu ya dini nchini Tanganyika au Tanzania hazikuanzia jana wala juzi. Uislamu ni dini ya elimu, kama ambavyo tunaona aya za mwanzo kabisa kushushwa ilikuwa ni zinahusu elimu, Iqra. Kwa hiyo Uislamu ni dini ya elimu. So kusambaa kwake kulikwenda sanjari na ustawi wa elimu ya dini ya Kiislamu katika maeneo ya pwani na maeneo ya bara baadaye. Kwa haraka tuone harakati za kueneza dini ya Kiislamu. Harakati za kueneza dini ya Kiislamu Tanganyika na baadaye Tanzania ziliendelea vyema kabla na baada ya ujio wa koloni ama wazungu. Kabla tunaona kwamba kulikuwa na dola ya Kilwa huko, na historia ambayo inafahamika na imeandikwa katika vitabu na waandishi mahiri kabisa. Vipo vinaonesha kabla ya ujio wa wazungu Uislamu ulikuwa umetamalaki, na Kilwa palikuwa na dola kabisa ya Kiislamu ambayo ilikuwa ni kamili. Na wasomi hao ambao hawakuwepo, hao wasomi wa ABC walikuwa ni wasomi ambao wanatoka katika vituo vya kidini, na hao ndio ambao walikuwa wanashughulika katika nyanja mbalimbali za afya, uchumi na kadhalika. Tunaona hata katika serikali ya dola ya Kilwa palikuwa mpaka na wizara mbalimbali. Hapa kutolewa mzungu kutoka kona yoyote ya dunia, walikuwa ni hao wahitimu katika hizo mahadi ambazo zilikuwepo, ndio palikuwa na mawaziri wa uchumi, wa uvuvi na usafirishaji na kadhalika na kadhalika, na dola ikawa inaendelea na wakawa wako mbali kiuchumi na kiteknolojia kwa mujibu wa zama hizo. Sasa wazungu, yani Waingereza, walibadili lugha ya kufundishia ghafla kutoka Kiarabu na kuwa Kiingereza. Hatimaye wasomi wa Kiarabu wakawa ni wajinga, ni ghafla yani. Hizo ni juhudi za kuidunisha taasisi ya madrasa. Kama ambavyo tumeona, taasisi ya madrasa kabla ilikuwa ina mafanikio makubwa. Baada ya ujio wa wazungu wakafanya juhudi kubwa sana za kudunisha, na walichokifanya waliingiza lugha yao na wakaondosha kabisa lugha ambayo ni lugha ya mawasiliano, lugha ambayo ni official ya kiofisi. Uwezo ukafanya muamala wote ukawa umeeleweka na ukafahamika, ghafla ikawa ni lugha ya kwao ya kizungu. Kwa hiyo wasomi wetu ghafla wakaonekana kuwa nani? Ni wajinga kwa nyenzo moja tu ya lugha. Pamoja na elimu walizokuwa nazo, wamenyimwa ghafla, ikaonekana ni wajinga, hawafahamu kitu. Sasa athari za hao koloni hizi hapa. Muislamu alikuwa katika wakati mgumu wa kufanya maamuzi ya aidha kubadili dini ili asome elimu ya wazungu, au abaki mjinga na kufanya nini? Na kutetea imani yake ili asibatizwe na asisome. Kwa hiyo wazee wetu walichagua kubaki wajinga
ili waweze kubaki na dini yao. So huu ulikuwa ni mwanzo rasmi wa kuibuka msemo maarufu wa kwamba Waislamu hawakusoma au Waislamu hawataki nini? Hawataki kusoma. Na huu mpaka leo upo. Si katika dini tu, hata katika secular umekuja mpaka tukauvaa kwamba hii secular ni ya wenyewe ya wazungu. Halafu na dini basi kama tungekuwa tumeidunisha hiyo ya secular, halafu tukaimarisha basi madrasa, lakini nafikiri hali halisi tunaifahamu Waislamu hata secular tuko nyuma. Tukienda vyuo vikuu au ngazi za juu, kutoka chini watoto wengi ni wa Kiislamu. Jinsi unavyoenda hatua za juu zaidi kielimu, Waislamu wanapotelea njiani. Wanaenda wapi hatujui. Lakini pia wengine wanaachia njiani kwa sababu unasoma uzungu. Hizo madrasa zenyewe basi hazijafanikiwa kiasi hicho vile vile. Kwa hiyo wengi watoto wa Kiislamu ndio wanakuwa ni wazuraji. Hawana jambo maalum la kufanya kwa sababu huko secular wamekimbia, lakini pia kwenye dini hawaonekani. Kwa hiyo wengi Waislamu wakawa wanaishi kama ambavyo tunaona. Sasa juhudi za wanazuoni pia zipo kukabiliana na changamoto hizo. Kutokata tamaa ni wito maarufu katika Uislamu. Nafikiri yeye ni masheikh, Muislamu hatakiwi kufanya nini? Kukata tamaa. Pamoja na changamoto ambazo nyingi zipo, lakini wanazuoni, miongoni mwa wanazuoni hao ni Hayatul Ulama na wengine hawajakata tamaa kurudisha madrasa na heshima ya madrasa katika nafasi yake ambayo ilikuwa. Waislamu wamekuwa wakifanya juhudi endelevu za kusimamisha elimu ya dini yao. Juhudi za Hayatul Ulama Tanzania zilizaa matunda na na mwamko hafifu sana katika maeneo yaliyobahatika kufikiwa. Kwamba mpaka fikra ya kuanzisha chuo, alisema katibu hapa, kulikuwa kunafanyika ziara za kimafunzo katika mikoa mbalimbali. Sawa ambacho ndio chachu ya kuanzishwa kwa chuo hiki, ili sasa watu waweze kuyapata maarifa kwa undani wake. Kwa sababu semina na kozi ni vitu viwili tofauti. Semina ni kuamsha, kujenga ari, kuhamasisha, lakini pia semina ni bora zaidi kwa ambaye ni mhitimu. Mtu amesoma ualimu na anafanya kazi ya ualimu, anapelekewa semina ili kumkumbusha pale ambapo pengine amejisahau, lakini pia kumjazia maarifa, na kila siku mambo yanabadilika kwa mujibu wa teknolojia na zama. Baada ya ombwe sasa kuanzishwa, historia fupi ya kuanzishwa kwa chuo ni kwamba baada ya ombwe kubwa la maarifa ya Uislamu wa madrasa kama taaluma, ndipo ilipokuja wazo la kuanzishwa chuo maalum cha ualimu wa madrasa. Baada ya hiyo mizunguko na kuona hali halisi ilivyo, na kiukweli mimi binafsi ni shuhuda katika ziara ambazo katibu mkuu amestaja, mimi nilikuwa ni miongoni mwa ambao tulikuwa katika kundi, na mimi ilikuwa ni upande huu wa madrasa. Kiukweli tumeona hali ilikuwa ni mbaya sana. Nafikiri kusini, binafsi nilisikitika sana kuona hali ambayo niliona. Hali ni mbaya. Madrasa, tuko na walimu wa madrasa, unajiuliza sasa huyu ndio lakini hatumlaumu. Mpaka hapo anastahili pongezi na juhudi kubwa sana, kwa sababu mtu ameacha mengine pamoja na mazingira hayo, na mtu mwalimu wa madrasa hana thamani. Mtu anaogopa hata kujitambulisha, mimi ni mwalimu wa madrasa. Hana chochote kiuchumi, kila kona yeye hali ni mbaya. Lakini kuna watu bado wameng'ang'ana, wanafanya hivyo hivyo na hali hizo na alhamdulillah. Lakini hali zao ni mbaya sana. Mbaya kimaarifa, hawana mbinu, hawana ujuzi. Hata kama mtu ana chochote kitu kichwani, namna ya kukifikisha kwa wepesi na kwa muda huo mchache, kiukweli ni changamoto kubwa sana. Hii inasababisha watoto wetu wengi wa Kiislamu wawe ni wazururaji, kwa sababu hawanufaiki na kile ambacho wanakipata kwa muda ambao ni mdogo. So chuo kiliolenga walimu waliomo katika fani na wale ambao wana vyeti vya kati ama vya juu katika dini, mtawasito na thanawi. Iko ndio malengo yetu, kwamba chuo chetu tupokee wanafunzi ambao ni wahitimu wa thanawi,
lakini wenye malengo ya kusomesha madrasa. Na hivi sasa kiukweli thanawi hatuwapati, kama ni changamoto. Wengi ni ambao wamesoma tu kwa watu, alafu mtawasitu kidogo, lakini thanawi ni wachache sana. Kama alivyosema mmoja hapa kwamba alihisi yeye ni thanawi, ana nini cha kusoma tena? Kiukweli hiyo ndio hali halisi. Wanakuja watu wanajisajia, nauliza anayesomesha amesoma Jamia Madina au Azhar. Wakiambiwa ni kasoma huko, basi wanakimbia wasema hana cha kuni. Kwa hiyo ni changamoto. Ukiona drop out nyingi, wanasajili wanafunzi zaidi ya 40 mpaka hata 50 mpaka 60, lakini baada ya hapo wanajiengua, baadhi yao wanaondoka, wanaona si sehemu yangu. Kwa hiyo thanawi kiuhalisia hatuwapati, tunawapata kwa asilimia ndogo sana. Bachi iliyopita ndio ilikuwa angalau ina thanawi kadhaa, na ambao tunafikiria ndio watu ambao wanaweza wakaleta changamoto chanya katika jamii zaidi, kwa sababu wana maarifa ya kutosha zaidi. Lakini bahati mbaya ndio ambao hatuwapati. So tuibidi tushushe vigezo, tukawa tunachukua watu ambao wamesoma kwa masheikh. Tunachotaka shekhe wake, mwalimu wake muandikia tazkia, amfahamu maarifa ambayo amempa mwanafunzi wake yanalingana na hiki. Ndicho ambacho, na hawa ndio wengi ambao ndio wanafunzi wetu wengi kuliko wale ambao wana sifa stahiki. Wenye sifa stahiki wao wamefunga mlango wa kupata maarifa, kwa sababu wanahisi wao maarifa waliokuwa nayo yanawatosha sana. Hiyo ni changamoto. Mafanikio ambayo tuko nayo mpaka sasa hivi katika chuo, kwanza kabisa kuwepo chuo kwa miaka 7 kiukweli ni mafanikio. Si jambo dogo kwa chuo ambacho unamfikishia mtu mpaka akakuelewa akaingia katika mafunzo haya, wallahi si jambo dogo. Tunafanya juhudi kubwa sana. Hata idadi ya wanafunzi 90 kuhitimu kwa miaka 7 sisi kwetu ni mafanikio, kwa sababu si jambo jepesi kumpata mtu ukamwambia njoo usome ualimu ili uweze kusomesha elimu ya dini inavyotakikana. Ni ngumu sana, lakini alhamdulillah 90 ni idadi ndogo kwa mujibu wa hitajio. Hitajio ni kubwa, lakini wale ambao ndio walengwa ni ngumu sana pia kuona kwa sura ambayo sisi tunaiona. Kwa hiyo kuwepo kwa chuo kwa miaka 7 mpaka sasa hivi kwetu sisi ni mafanikio makubwa sana. Na kuna wakati tuna hofu kabisa kinakufa, lakini alhamdulillah mpaka hatua za mwisho, mfano mwaka jana kiuhalisia kidogo tukate tamaa, lakini kwa sababu tuliona hapo nyuma Muislamu hapaswi kukata tamaa, alhamdulillah tuliendelea, na mwaka huu wamehitimu takriban 23 ambaye ni karibia nusu ndio ambao wanahitimu, na hiyo ndio kawaida. Alafu na mwaka huu tulisajili wanafunzi takriban 47, lakini ambao mpaka sasa hivi huu ni mwezi unaenda wa pili, na huo ni kawaida. Alhamdulillah wanafunzi ambao niko nao mpaka sasa hivi wako takriban 26. Sasa wale wengine washa hitimu kabla ya safari. Huwa ni kawaida. Inshallah tuone namna sasa ya kuwasaidia ili waweze ku. Naam, idadi ya wahitimu kutoka 2019 mpaka 25 ni 90. Hawa ndio wahitimu. Lakini idadi ya wanafunzi ambao wamesajiliwa na wengine wakai jumla yao takriban 170 na kitu. Mabadiliko chanya ya madrasa zinazoendeshwa na wahitimu wa kozi ya umahiri, kama ambavyo tumeona wamekuwa na fikra chanya, mitizamo, lakini pia wanaboresha mazingira ya kusomeshea, lakini pia wameanza kutumia mitaala rasmi, wamerasimisha madrasa zao. Kurasimisha madrasa, sisi kama wataalamu, muhimu si jengo zuri kiasi gani. Muhimu ni kutumia nyaraka,
kutumia mitaala, kwa sababu mtaala ndio unakuonesha unataka kutengeneza mtaalamu wa aina gani. Sasa ikiwa huna mtaala, unamwandaa nani? Hujui. Ndivyo ambao tunaona vijana wengi wanahifadhi Qur'ani juzuu 30, lakini matendo yao mitaani ni sawa na yule ambaye hajasoma kabisa, kwa sababu hakuna mtaala ambao umeandaliwa kwa malengo ya kumwandaa nani. Haipo. Kila mmoja anafanya juhudi anazojua, lakini hakuna kitu ambacho kinajenga yule mtu ambaye kiuhalisia ndiye ambaye anahitajika huko mitaani katika jamii. Lakini pia kuungwa mkono na wasomi wengi wa nchi, alhamdulillah. Haya kwa sababu haya ni ndani ya haya, amesema katibu mkuu, kuna mkusanyiko wa taasisi nyingi yani. Kwa hiyo viongozi wengi wakuu wa taasisi mbalimbali ilitajwa hapo mwanzoni kwamba ni wanachama wa haya. So hao wote ni waungaji mkono na taasisi mbalimbali. Hatujawahi kwenda katika taasisi ikawa imebeza jambo kama hilo, bali kila taasisi ilionyesha hili jambo ni muhimu na hutamani pengine kila watu katika mazingira yao kitu kama hiki kiweze kuwepo. Mafanikio mengine wamesema wenyewe ambao ni washuhuda baadhi ya wahitimu, lakini yako mengi. Tusingeweza kuwaleta wote hapa. Upande wa pili pia kuna maukti wapo ambao wahitimu wa sasa na wahitimu ambao wa siku za nyuma. Kwa hiyo manufaa yapo. Pamoja na mafanikio hayo, vile vile kuna changamoto ambazo ni kawaida katika jambo lolote. Ya kwanza kabisa ni jengo la umiliki. Sasa hivi alhamdulillah chuo kinaenda, lakini tunatumia facilities za watu. Majengo ama miundombinu ya chuo hatupo katika umiliki wa eneo ambalo tunaendeshea mafunzo. Tulianzia Madrasatu Muhammad, alhamdulillah, baadaye tukahamia Andalusia na mpaka sasa hivi tuko Andalusia, na tulihama kwa sababu ya mazingira ya kujifunzia. Mafunzo yetu kiukweli yanakuwa hayako katika mfumo wa mihadhara. Inahitaji nafasi na mazingira ambayo wanafunzi ama wanachuo wanaweza wakafanya interaction na kufanya activity mbalimbali. So Madrasatu Muhammad ilikuwa ni nzuri, lakini kwetu sisi ilikuwa ina vikwazo kwa mujibu wa miundombinu ambayo ilikuwepo. Alhamdulillah, tuwashukuru Andalusia na hapa wawakilishi wapo, lakini pia na Huda Foundation ambapo ni sababu ya sisi kutumia mazingira ambayo ni rafiki kabisa. Lakini pia changamoto nyingine ni wakufunzi, kwamba chuo hakina wakufunzi wa kutosha ambao wanaweza kutanua wigo wa kozi hii ndani ya nchi nzima. Kiukweli hii ni changamoto. Alhamdulillah, Dar es Salaam tumefanikiwa, tunafanya, lakini kitu kama hiki kinapaswa kifanyike nchi nzima. Yaani kila nchi tupate watu ambao watafanya na kusimamia jambo hili. Lakini pia hitajio la maarifa, hitajio ni kubwa sana kiukweli. Hitajio ni kubwa katika sisi kama Waislamu. Lakini pia hitajio sasa hivi ni kubwa tukiangalia curriculum mpya, mtaala mpya wa elimu Tanzania. Masomo ya dini tayari yameshaingizwa, yameshatambulika rasmi, yataanza kusomeshwa katika mashule yote Tanzania. Lakini changamoto ni kwamba watu hatuna walimu. Lugha ya Kiarabu imeingia, walimu hakuna. Sasa hivi wako upande wa wenzetu wameona ni fursa, watoto wao wameshaanza form 5 na 6 na lugha ya Kiarabu, na vyuo vikuu wanaanza kuingia kusoma, ili wanaona kuna fursa ya kuajiriwa, kwa sababu walimu wahitimu ni wengi. Lakini somo jipya la lugha ya Kiarabu ni fursa ambayo ilikuwa inamhusu thanawi na mtawasit, lakini ambaye atakuwa amesoma ualimu. Sasa wenzenu washaona ni fursa na wanakimbilia huko, na wako vyuo vikuu wanasoma degree ya lugha ya Kiarabu ualimu, kwa sababu kuna fursa wameiona.
Sasa hiyo ni changamoto ambayo yani hitajio ni kubwa, lakini bado watu hawajaamka. Lakini pia kutanua wigo, kwamba kuna haja ya kutanua wigo wa kuingia vyuo nje ya finally ya kutanua wigo, yani tuwe na vyuo hivi nje ya pengine kikanda, kama si nchi nzima basi kila kanda kuwe na chuo kama hiki. Lakini pia pengine katika thanawi, wahitimu wa thanawi na katika mahad, nafikiri kuna haja haya tuangalie hata wamiliki wa hizi mahad, tuwashauri na tuwajengee uwezo watu wao, ili wahitimu wanaohitimu katika mahad zao wakae mwaka mmoja, baada ya kuhitimu thanawi waingie katika kozi ya mwaka mmoja. Pengine tuangalie namna gani, nini cha kufanya sisi kama haya tuwe tayari kwenda kuwaandalia watu wao, ili angalau kuja angalau yani sijui tutafanyaje, kwa sababu shule za sekondari ni ngapi, shule za msingi ni ngapi, zote zitahitaji walimu hao. Tutapata wapi? Ambao wahusika ni hawa ambao, na hata tunaona kwamba mbele ya safari kuna changamoto za mazingira ya madrasa zetu, lakini ikiwa tutawaandaa walimu wetu wa madrasa wakawa na sifa stahiki, wataajiriwa na serikali kule, watawasomesha watoto wetu. Hata kama madrasa zitayumba, hakuna muda, lakini watoto wetu watasomeshwa huko kwa mashuleni. Lakini ikiwa haya hatutayaona, hatutayatafutia yani suluhisho, tufikiria watoto wetu wataishi katika mazingira gani? Kwa sababu walimu wanahitajika, walimu hawapo. Kiarabu wenzetu wanaanza kuchangamkia fursa, lakini dini hakuna mtu ambaye ataruhusiwa kufundisha isipokuwa mwenye dini yake. Sasa ni wangapi ambao chuo chetu kina miaka 7 wahitimu ni 90, na bado sisi tunasema ni mafanikio, kwa sababu hao 90 yenyewe haikuwa rahisi kuwapata. Kiukweli katika changamoto kubwa ni namna ya kuwapata wanafunzi, wanachuo. Hakuna kitu kigumu, sijawahi kuona kama hicho. Ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo kwetu miaka 7 wahitimu 90 tuliona kule nyuma kwamba ni mafanikio. Lakini kiuhalisia tukirudi hapa kwamba ni changamoto kwa fursa kama hii na hitajio ambalo ni kubwa, tuangalie hali za madrasa zetu, lakini bado ni changamoto kuwapata wahusika. Naam, napendekeza kwamba taasisi ya haya kukaa na kufanya tathmini ya chuo na kuandaa mpango mkakati wa kufundisha ualimu kwa walimu wa madrasa nchi nzima, kwa hayo ambayo tumeona hapo juu. Na hitimisho nasema kwamba licha ya kazi kubwa ya kuumba ulimwengu iliyofanywa na nani? Na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kazi ya muonekano wa jamii na maarifa ya dini na maadili yaliyoenea ni kazi ya mwalimu wa madrasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.